Ijumaa jioni na Jumamosi tukafanyia mkutano pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya hii kitu inaitwa online preaching. Amen. Mnaweza kuona kitu ni cha upuzi, hakina maana, lakini kuna mtu anabarikiwa mahali. Nikaambiwa ya kwamba wakati mwingine tunapokuwa live, internet yetu si nzuri sana. Kwa kweli ukiingia pale Facebook ukaangalia clip zetu za hapa mahali ziko na utatanishi kidogo, lakini network inapokamata unapata ka ujumbe kwa mahali pale ambapo kanafaa kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akasema kwamba pastor, kile unachokifanya haujui kama unatucheka. Unaweza kuwa unaona kama ni kitu cha kawaida, kitu hakifai, hata kama watu hawakusupport, lakini sisi humo ndani tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaona ni cha muhimu sana, hata kama hakuna wifi, lakini ukachukua clip tu, ukachukua tu video ya anavyochukua hivyo, basi unaweza kuituma katika YouTube na mtu akabarikiwa mahali fulani. Na siupigi kwa sababu yenu, ninaupiga hata kwa sababu ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofundisha hatufundishi kwa sababu yako, kwa sababu wewe ushafundishika, unajua kila kitu. Hii ni kitu inaitwa brushing, just kuosha, kupangusa. Lakini kuna mtu kwa mahali ambaye anabarikiwa from the beginning mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. So ni kitu cha muhimu sana tunapoingia katika internet ama tunapoingia katika mitandao, ni kitu cha muhimu sana. Na niko na watu kama 13 walio subscribe kwa account yangu ya YouTube, na wote ndani ya kanisa hili ni mtu mmoja pekee yake aliyesajili ama aliyenifollow kwa ile ambayo tunayofundisha mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bado ninaomba msaada wenu ama support yenu. Unapoingia kwa mitandao, unaona wachungaji ama wale secular musician ama hata wanasiasa wanakuomba ya kwamba ukilike, ukicomment, ukisubscribe utakuwa ni support. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii huduma, kuna wakati mmoja nilipata watu wa YouTube wakinitumia bundles za bure zisizo zitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema kwa sababu umejiunga nasi na tumeona followers wamekuwa pale wengi, unatusaidia kupanda mwingine kwa kasi yetu. Sasa tutakuwa tunakupa bundle ili unapoingia YouTube unaingia bure bila kuingia na bundle zako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kanisa la Bethel, yule mwenye akona simu na inaweza ingia internet, karibu kusaidia mchungaji wenu kwa ajili ya hii safari, maana inahitaji watu. Haleluya. Inahitaji watu na inahitaji marafiki. Tuko watu 100 na kitu, na I believe ni watu 10 pekee yake wenye hawana simu ya smartphone. Mzee Malombe akiwa anaongoza namba 1. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wote kasoro Mzee Malombe tuko na simu za internet. Ukiingia pale kwa internet, YouTube, kafungua YouTube, tafuta mtu anaitwa Pastor E. Shikuku, C-H-Y, Pastor E. Shikuku. Utapata mafundisho yote tunayofundisha hapa, maombi tunayoomba hapa, na mahubiri tunayohubiri mahali hapa. Unapoingia usiangalie tu ukapita nikuone view, no. Nione amecomment, amelike, amesubscribe na ameshare. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anavyotubariki. Wachungaji wanaitwa wachungaji wa kimataifa kwa sababu walipata watu wa kuwasupport, walipata watu wa kuwashika mkono. Kuna mtu alitokea from nowhere anaitwa Pastor Koko.
pia. Haongei Kiingereza, hajui Kiingereza, Kiswahili. But because alipata watu wa kumsupport kutoka pale alianzia, wale watu wakashare na wakashare, tukakutana naye. Sisi tumekuwa followers wake kupitia wale watu. Wanaweza tufiwe. Umekuwa followers wake kupitia wale watu na umekuwa mfuasi wake, kwa sababu leo sahihi hapa na mamilioni ya watu wanaomtafuta, wanaomfuata. Wanaweza tufiwe. Hata nyinyi mkitaka mchungaji wenu awe mchungaji wa kimataifa, awe mchungaji wa ulimwengu mzima, utaanza na wewe. Wanaweza tufiwe. Maana maombi huanza nyumbani. Wanaweza tufiwe. Haleluya. Maombi huanza nyumbani. Baraka zisipoanza nyumbani, hata uenda wakisema barikiwa, hautafarikiwa unless Mungu aingilie katika hiyo safari. Ningependa leo kuhubiri kuhusiana na kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 1. Maandiko yanasema ya kwamba Uzia alipokufa, Isaya alimuona Bwana. Wanaweza kufikiria wakati Uzia alipokufa, wakati Uzia amekufa, ndipo Isaya anamuona Bwana. Je, haya mafundisho yanafaa kwangu na mimi siku ya leo? Uzia ni nani na Isaya ni nani na Mungu ni nani? Mbona Isaya hakumuona Mungu kabla Uzia hajakufa? Wanaweza kufikiria. Ina uwezekano wewe hautakutana na kila ambacho unataka ndani ya moyo wako, kwa sababu kuna kitu kingine ama kuna mtu ako hai mahali. Wanaweza kufikiria. Lakini yule mtu akikufa, siku ile atakufa, utapokea kile ambacho unahitaji. Wanaweza kufikiria. Siku ile Uzia alikufa, mfalme Uzia alikufa, maandiko yanasema ya kwamba Isaya automatically alimuona Bwana. Haleluya. Nataka kuzungumzia kuhusu Uzia ni nani. Uzia alikuwa mfalme wa Israeli, na maandiko yanasema ya kwamba Uzia alikuwa mfalme aliyemjua Mungu tangu mwanzo. Alifanya yaliyo mema
kitabu cha Isaya sura ya 6. Mike tafadhali ni kwa mtu ambaye ananisaidia kusoma Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Kwa haraka, Isaya 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Bwana asifiwe. Amen. Ninaenda kusoma Isaya mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza. Yasema, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Sura ya 2. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Sura ya 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Amen. Sikia ile maandiko yanayosema, maana sema ya kwamba mwaka ule Uzia alikufa mfalme, hapo ndipo Isaya alimuona Bwana. Maana sema akaona Bwana amekaa katika kiti cha juu. Baada ya Uzia kufa, hapo ndipo Isaya aliona Bwana amekaa hapo juu. Maana sema kwamba akasikia watu, akasikia sauti. Ndio nilikuwa nimesema. Akasikia sauti. Tutafanya aje baba? Tunaangalia. Bwana asifiwe. Maana hii katu na maiki baba, tunaendelea kusoma. Wakati mwingine hii mahubiri yanachemshana mwili. Sijui mnasikianga aje wakati mtu anapohubiri. Yaani unasikia kama kuna nywele inasimama, si wewe. Yaani damu inachemka ndani ya mwili, si wewe tena. Yaani unakuwa mtu mwingine tofauti, si wewe. Haleluya. Maana kuna mtu mwingine anaweza kuuliza, je, ninakuona kweli ni wewe? Kuna mtu aliyeniuliza swali akasema, Edward ni wewe? Shikuku ni wewe? Nimesema ni mimi. Maana nilikuwa nimekondoa
huko sema za Tanzania alitaka mkogo, sio? Anasema kwamba kuna nyimbo zingine watu waliimba kwa sababu Mungu aliwatoa mahali. Alafu sasa na wewe unaanza kuimba hizo nyimbo hata bila kujua mitiririko hii nyimbo inasemaje. Haleluya. Amen. Mtu alikuwa mlevi, bila mimi nilikuwa mlevi. Wewe alikuwa mlevi. Mtu alikuwa kahaba. Bila ule mama alikuwa kahaba. Wewe alikuwa kahaba. Anasema